Amefufuka Yesu, tuimbe haleluya. Ni mwana wake Mungu, tuimbe haleluya. Haleluya. Mwokozi wa dunia, haleluya. Amefufuka Yesu, tuimbe haleluya. Amefufuka Bwana, tuimbe haleluya. Kaburi liko wazi, tuimbe haleluya. Haleluya. Mwokozi wa dunia, haleluya. Amefufuka mzima, amefufuka Yesu, tuimbe haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Katika misa hii tunashirikiana na Lilian Olondo kumshukuru Mungu kwa ulinzi wake katika maisha yao, kwa vijana Kenneth na Joshua msimu huu wa Pasaka na katika masomo yao. Anashukuru Mungu kwa hawa vijana kuwa na matokeo mazuri katika masomo na wanapojiandaa kwa muhula wa pili. Mungu azidi kuangazia kimawazo na katika maisha ya kiroho. Wakirudi shuleni, wanaomba neema za Mungu katika hii safari na ulinzi wake. Tunaendelea pia kuomba kwa ajili ya wagonjwa ambao wako katika jumuiya zetu na nyoyo za marehemu walioaga dunia kama Francis Njogu Gadhuku na Anthony Kirago, wapumzike kwa amani. Tutaanza kwa kujuta dhambi zetu tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Mungamia Mungu Baba Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, kwa neema yako umetujalia katika siku hizi kufahamu kwa ndani zaidi juu ya huruma yako. Tunaomba utufanye sisi uliotukomboa na giza la makosa tuambatane na udhibiti zaidi na mafundisho ya ukweli wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile malaika wa Bwana alimwambia Filipo, haya, nenda kusini, ifuate barabara iteremkayo toka Yerusalemu mpaka Gaza, inayopita jangwani. Akaenda mara. Sasa kulikuwa na Mkushi, towashi wa Kandake, yaani wa malkia wa Kushi, na mtunzaji wa hazina yake yote, aliyekwenda Yerusalemu kuhiji. Hapo akawa anarudi, alikaa garini mwake akisoma kitabu cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, karibia gari hili ulifuate. Filipo akalikimbilia, akamsikia akisoma kitabu cha nabii Isaya, na akamuuliza, je, unaelewa unayoyasoma? Naye akajibu, niwezeje kuelewa asiponiongoza mtu? Basi akamkaribisha Filipo apande na kukaa naye. Sehemu ya maandiko aliyosoma ilikuwa hii: alikuwa kama kondoo akipelekwa machinjoni, na kama mwanakondoo anavyonyamaa akinyolewa, hivyo hakufumbua kinywa chake. Katika mateso yake alinyimwa haki. Nani aweza kueleza kizazi chake? Kwa maana maisha yake yameondolewa duniani. Towashi akamjibu Filipo, na kuomba uniambie, kwa maneno hayo nabii anamaanisha nini? Anajimaanisha yeye mwenyewe au anamaanisha mwingine? Filipo akaanzia maneno hayo ya maandiko matakatifu, akamsimulia habari njema ya Yesu. Walipoendelea hivyo njiani, walifika mahali penye maji. Hapo towashi akasema, hapa pana maji. Je, kipo kizuizi nisibatizwe? Akaamuru gari lisimame, na wote wawili, Filipo na towashi, wakashukia kwenye maji, na akambatiza. Baada ya kutoka kwenye maji, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, na towashi hakumwona tena, lakini akaendelea na safari yake kwa furaha. Filipo akaonekana Azoti, alitembelea miji yote, akaitangaza habari njema hata akafika Kaisaria. Neno la Bwana. Mshangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote. Enyi mataifa, msifuni Mungu wetu. Kwa sauti zitangazeni habari za utukufu wake. Amezipa roho zetu uzima, wala hakuacha miguu yetu iteleze. Mshangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote. Njooni, sikieni ninyi nyote mnaomcha Mungu, nami nitawaeleza makuu aliyonitendea. Nilimlilia yeye kwa kinywa changu, sifa zake zilikuwa kwenye ulimi wangu. Mshangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote.
Asifiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake nilizoomba. Mshangilieni Mungu kwa furaha, enyi nchi yote. Haleluya, 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 haleluya. Mimi ndimi mkate wa uzima ulioshuka kutoka mbinguni, asema Bwana. Yeye aulaye mkate huu ataishi milele. Haleluya, 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 Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Tukufu kwako e Bwana. Wakati yule Yesu aliwaambia wafuasi wake, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenituma, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika vitabu vya manabii, wote watafundishwa na Mungu. Kila amsikiaye Baba na kujifunza kwake anakuja kwangu. Sio kwamba mtu amemuona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyu ndiye aliyemuona Baba. Amin, amin nawaambieni, anisadikie anao uzima wa milele. Nami ndimi mkate wa uzima. Baba zenu walikula mana jangwani, lakini wakafa. Huu ndio mkate utokao mbinguni, ili mtu aulaye asife. Mimi ndimi mkate wa uzima ulioshuka toka mbinguni. Aulaye mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaotoa mimi ni mwili wangu kwa kuupatia ulimwengu uzima. Habari njema ya wokovu wetu. Sifa kwako e Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Zaburi ya leo inaendelea kutukaribisha tumshangilie Mungu kwa furaha, sisi watu wote na katika mataifa yote. Furaha hii inatokana na uwazi kwamba Kristo amekuwa mshindi, amefufuka, ameshinda mauti, ameshinda dhambi, na ni mwanga wetu. Ndiposa bado tuna mshumaa wa Pasaka unaoashiria kwamba Kristo ni mwanga na sisi ni wana wa nuru. Kwa hivyo tunaendeleza huu kweli na tunaendeleza hizi furaha muda mrefu hadi siku ya Pentekoste, sababu hizi sherehe zina umuhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo. Na leo neno la Mungu linakaa rahisi, lakini linazungumza kwamba Mungu tayari yu kati yetu na anahitaji ushirikiano wetu
na yeye, kwa sababu hawezi akatulazimisha, lakini ametuachia Roho wake Mtakatifu ili azidi kutuangazia, kutufunulia na kutuelekeza. Kwenye somo la kwanza ambalo tunaendelea kusoma kutoka Matendo ya Mitume, tukumbuke tena haya ni matendo walioweza kutekeleza mitume baada ya ufufuko wa Bwana, wakiongozwa na Roho Mtakatifu, wakiendeleza kazi ya Kristo. Naitwa Kristo kwa sababu tunahitaji kuishi kama Kristo na kuendeleza kazi zake. Katika hili somo tunakutana na afisa mmoja kutoka Ethiopia. Ametembea pale Yerusalemu na ana Biblia anasoma, lakini kwa sababu hajafundishwa, hajahubiriwa, haelewi, lakini ana nia nzuri. Mungu anamtuma mtumishi wake ambaye ni Filipo na anamfafanulia. Hii inaashiria kwamba Mungu huandaa nyoyo zetu, anahakikisha tumeelezewa hili neno ambalo li hai, baadaye anatutuma na tunafaa kueneza habari kwa furaha. Filipo kwa ukarimu alipokutana na huyu Mwethiopia, alimuelezea tu habari njema za Yesu mshindi na vile anaokoa watu na vile alikuwa ametabiriwa mpaka na manabii. Yule Mwethiopia mara moja akakubali lile neno, akasema haoni ni kwa nini basi asibatizwe. Akabatizwa, akamfahamu Kristo, akawa Mkristo na akaendelea na safari yake akiwa na furaha. Kila tunapokuja kanisani, kuna wakati tunakuja kama huyu Mwethiopia, neno linatangazwa kwetu, linaelezwa, tunafafanuliwa, tunalifahamu na tunatoka kwa furaha, kwa sababu tumebatizwa kama huyu Mwethiopia. Tujue majukumu bado yako mikononi mwetu. Tumemkataa shetani na mambo yake yote, basi tunakuja kama Mwethiopia, tunatoka kama Filipo. Katika shule moja kulikuwa na kijana alikuwa anajaribu sana kuelewa hesabu. Hata alikuwa na kitabu cha hesabati, angeweza kusoma maherufi na maswali, lakini hakuwa naelewa. Akakutana na mwalimu ambaye ana uzoefu, ana skills, akampeleka pole pole kuelewa hesabu. Mwisho akashika na akafurahi. Baadaye huyu kijana pia akawa mwalimu wa hesabu. Katika maisha yetu kama tunavyorudia ni kwamba mara kwa mara tunakuja kama huyu Mwethiopia, tukitafuta msaada, tukitafuta kumjua Mungu, tukitafuta kusamehewa, tukitafuta uponyaji, tukitafuta kuangaziwa. Mara nyingine Mungu anatufanya tuwe kama Filipo, hasa baada ya kila misa tunatumwa kuwasaidia wengine pia, ili walishike hili neno la Mungu na wafurahi kama sisi. Mwisho, Yesu katika Injili anatukumbusha, mimi ndimi mkate wa
wa uzima. Kuna mikate aina mingi, chakula cha aina mingi. Every day we eat, we get hungry, tunaona kiu tena. Lakini chakula hiki cha kiroho kinarisha mioyo yetu na kinatupatia nguvu ya kufikia pia uzima wa milele. Yesu anasema atakaye kula mkate huu ataishi milele. Tunatafuta maisha ya milele, ndiposa tunamtafuta Kristo. Hata kama tuna vyakula vingine, tukule vyakula hivi, Ekaristia hii, neno hili la Mungu ambalo ni chakula cha kiroho. Masomo haya yana maana pia kwamba hatufundishwi tu na Mungu, lakini Mungu ni chakula chetu. Anatufundisha na anajiweka tayari kwetu ili tumle, tufanane na yeye na atupatie nguvu za kutosha. Ekaristia basi si ishara tu. Tukumbuke ni Yesu mwenyewe anayetuimarisha na kutuongoza. Basi tumeitwa ili tufungue mioyo yetu Mungu anapotuvuta kwa Kristo. Tuwe tayari kutumwa na Mungu kila wakati, sababu sisi ni agents wake. Tuendelee basi kumpokea. Sisi ambao tumebahatika kuwa hapa leo hii, tumpokee Yesu kwa imani na kwa shukrani. Tumekutana naye kwa kweli kama Muethiopia. Aendelee kutuelekeza vizuri ili tufahamu hili neno, tuliamini na tulihubiri kwa maisha yetu. Na bila shaka maisha yetu yatakuwa na furaha. Tujiulize swali. Leo Mungu ananiongoza akinielekeza wapi? Tujiulize, ni nani anahitaji msaada wangu? Ni nani huyu Muethiopia katika maisha yangu leo hii? Tukiondoka hivi, hata kama tunaenda kazi zetu, tukumbuke sisi ni Wakristo. Wakristo hawaendi break. Hata kama tuko kazini, tunamwakilisha Kristo. Basi Mungu azidi kutuangazia na kutembea nasi na kutuvuta zaidi kwa Kristo, ili tusikue tu Wakristo kwa majina, bali kwa matendo na maneno. Bwana awe nanyi. Bwana, tukuomba upokee vipaji vyetu. Bwana, tukuomba upokee vipaji vyetu. Hivyo vyote ni mali yako, tumepata kwa wema wako, pokea. Hivyo vyote ni mali yako, tumepata kwa wema wako, pokea. Kate diva takutolea, takuomba Baba upokee. Bwana, takuomba upokee vipaji vyetu.
Sarini ili sadaka hii yetu kubarike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Mungu, kwa njia ya mabadilishano matakatifu ya sadaka hii umetufanya washirika wa umungu wako mkuu na wa kipekee. Tunaomba utujalie ili kama tulivyojua ukweli wako, hali kadhalika tuweze kufikia kwa mwenendo stahiki kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, kukutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu, tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi. Ndiye aliyetolewa sadaka, wala hafi tena, bali yu hai daima. Yeye aliyeuawa. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika waimba utenzi wa utukufu wako, wakisema bila mwisho, mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake, akisema, toeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akikitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, toeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahirisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, Askofu wetu mkuu Filipo, msaidizi wake Daudi, wakilelo wote, jamaa hii wote ambao tunaomba kwa ajili yao, kama familia ya Lilian Olondo na watoto wake, masomo na kazi ya mikono yao,
Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kama Francis Njogu Gathuku, Anthony Kirago, wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na iwe rohoni mwako. Tupeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, tuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, tuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, tujalie amani. Huku kuchanganya mwili na damu ya Bwana Yesu Kristo, tupatie uzima wa milele sisi tutakaopokea. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo zitulinde hadi tufikie na kupata uzima wa milele. Amina.
Sala baada ya komunyo takatifu. Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nichangamshe, maji ya ubavu wa Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ewe Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze milele na milele. Amina. Kristo alikufa kwa ajili ya wote, kusudi wenye kuishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, bali waishi kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Haleluya. Tuombe. E Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwe nasi taifa lako, na sisi uliotulisha mafumbo ya mbinguni utufanye tuondokane na maisha ya zamani, tuingie katika upya wa uzima kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tudumu katika amani, tukieneza habari njema kama Filipo. Ibada ya misa imekamilika. Tumshukuru Mungu. Muwe na siku njema. Nawe pia Father. Pamoja na malaika Mariamu mama yetu, wimba sifa zotataka zipende nyimbo zetu. E Maria, zipokee hizo zako heshima, twakuimba, twakuomba, utueleke mama. Mazuri ya ulimwengu si kitu mbele yako, hata nyota za uwingu zavia mbele yako. E Maria, zipokee hizo zako heshima, twakuimba, twakuomba, utueleke mama. Bikira usiye mfano, sifa zako zitaja, sitoshi hapa maneno